Zimepita takribani siku tatu tangu Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kutupilia mbali maombi yaliyowasilishwa na wasimamizi wa mirathi ya marehemu Zakaria Hans Pop pamoja na kampuni ya ZH Pop Limited yaliyokuwa yakitaka kuzuiwa kwa muda hatua za taasisi ya fedha kuzuia mali zilizokuwa zimewekwa dhamana kutokana na mkopo wenye deni la zaidi ya shilingi bilioni 7.4. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa na tulivyoikuta tulivyofika eneo la tukio hapa Mbezi Jogoo kwenye yadi ya marehemu Zakaria Hans Pop. Lakini hali ya sintofahamu iliyotokea asubuhi ya leo ambapo familia ilipigiwa simu na kujulishwa kwamba benki imekuja hapa na kuchukua moja ya gari lao kwa nguvu, na wanafamilia wamedai gari hilo halikuwa kwenye makaratasi ya madeni. Moja ya wanafamilia ambaye pia ni msimamizi wa mirathi, mtoto wa marehemu Zakaria Hans Pop, amezungumza hali ilivyokuwa asubuhi ya leo walivyofika baada ya kupigiwa simu na askari aliyekuwa ni mlinzi wa eneo hili. Kwa majina naitwa Angel Zakaria Pope, ni mmoja wa msimamizi wa mirathi ya marehemu baba yetu pamoja na mmoja wa watoto wa marehemu Zakaria Hans Pope, na kwa sasa pia ni mmoja wa madirectors kwenye kampuni zake. Kwa jambo lilikuwa limetupata hapa leo ni kwamba benki imekuja imevamia yadi yetu huku Jogoo leo asubuhi. I think baada ya kupata news ya kwamba wale watu waliokuwa wameforge na kufabricate documents kwa ajili ya kuchukua mkopo kwenye hiyo benki wamekamatwa. Jana walipelekwa mahakamani na as we speak wapo ndani wamefungwa. So hii imesababishia benki wamekuja leo asubuhi wametuvamia hapa yard, wametaka kuchukua collaterals kwa ajili ya kurecover deni lao. Lakini wamekuja bila any documentations, bila taratibu zozote za kimahakama, bila order yoyote, bila makaratasi, bila grounds zozote. Wanakuja wametoa vitu vingine ambavyo sio part ya mkopo. Wamefanya fujo, wamevunja geti, and hatujaweza kweli kuelewana tulivyokuwa tunajaribu kuwasiliana nao. Mind you, huu mkopo umechukuliwa 2024 wakati baba yetu amefariki 2021. Watu waliforge signatures zetu kama wasimamizi wa mirathi, waliforge pamoja na signatures za marehemu baba yetu kwa ajili ya kupata kampuni na kwenda kuchukua mkopo kwenye benki. Na benki nao wameamua leo asubuhi watuvamie kwenye yadi yetu ya hapa Jogoo. Wametoa magari bila utaratibu wa aina yoyote, bila documentation wala court order. Kuna gari lililokuwepo hapa waishalitoa moja, sio part ya mkopo. Tunaelewa kwamba kuna mali zingine ambazo ni part ya mkopo na zilizowekwa benki, lakini sio zote. Kuna mali zingine ambazo sio part ya huo mkopo. Kwamba benki ifuate taratibu, ifuate sheria. Sheria zipo zimewekwa kwa ajili ya kutuwekea sisi mwongozo ambao wote tunaweza kuufuata. Napenda kushukuru ofisi ya DCI pamoja na DPP na ZCO kwa kutusaidia kuwakamata hao wahalifu. Wao ndo wameshughulika kuwakamata na kuwaweka ndani, and pia sisi tulichokuwa tunataka kwa haya yote ni kwamba tupate tu haki zetu. Kama nilivyosema, tunaelewa kwamba kuna mali zingine ambazo ziliwekwa kwenye mkopo, kuna mali zingine ambazo sio kwenye mkopo, lakini pia huu mkopo kiujumla ulivyochukuliwa ilikuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo kama ni sisi kuwasiliana na benki ama ni benki kutufuata sisi, tungeomba kama wangefuata taratibu, wangefuata mambo ya kisheria, kwa sababu hivi vitu vingine viko mahakamani na vinajulikana. So wafuate sheria, wafuate utaratibu, twende kiustaarabu, sio kama wanavyofanya fujo, walivyofanya vurugu kama walizotuletea leo. Ni hilo tu. Mimi naitwa Omar Ali Musa, ni mwanasheria wa Mekwan Industries Limited. Kilichofanywa na benki leo hakiko sahihi kwa sababu hakifuati utaratibu wa kisheria. Sisi kwa upande ndio wamiliki wa kisheria wa hili eneo na mali za Zakaria Hans Pop. Huko nyuma tulikuwa na makubaliano ya kisheria ya baina yetu sisi na Zakaria Hans Pop ya kununua kampuni yake pamoja na anavyovimiliki. Lakini baadaye makubaliano haya yaliingia mgogoro kidogo, tukaenda mahakamani tukashtakiana, lakini finally Oktoba mwaka 2023
tukashinda kesi na mahakama ikatu award hukumu ya kuchukua mali zote za Zakaria Hanspop na kampuni yenyewe. Lakini pia ndani ya hizi mali kulikuwepo na gari zetu sisi ambazo hizo hazihusiani na Zakaria Hanspop. Sasa tunachoshangaa sisi, benki kuja kusema wanataka kutoa hizi gari. Utaratibu ni upi? Hata sisi tulishinda kesi, lakini hatukutaka kufanya kitu ambacho kiko kinyume na utaratibu, kwa sababu kuchukua mali nyingine inabidi kwanza mwende mahakamani mshinde kesi. Ukishashinda kesi ufungue tena maombi mahakamani ya utekelezaji. Kwa hiyo kilichotuchelewesha sisi tangu mwaka 2023 tuko kwenye maombi ya utekelezaji. Sasa wao leo wanakuja hapa wanasema kwamba wanataka kuchukua hizi mali. Tunawauliza, mnataka kuchukua hizi mali kwa muktadha gani? For what basis? Kuna kesi mahakamani, wanasema kuna kesi mahakamani. Walichokifungua kesi familia ya marehemu walichokifungua mahakamani ni kuwa wao wameishtaki serikali na wameshtaki baba yao mdogo na mwanawe kwa jinai ambao wameifanya kwa forgery. Kwa hiyo wakataka kuishtaki na benki, lakini kwa sababu benki ni ya serikali, wameiandikia notice of intention to sue kwa siku 90. Walipokwenda mahakamani walikwenda kuomba zuio ndani ya siku 90 ambazo wameishtaki, wameonyesha nia ya kuishtaki benki pasifanyike chochote ku maintain status quo. Kwa hiyo mheshimiwa akakataa hayo maombi, lakini maombi hayo yamekataliwa, sawa, hayawapi uhalali benki wa kuja kuchukua hizi mali. Kwa hiyo kilichofanyika ni kinyume na utaratibu. Hizi mali kama tulivyoeleza hapo mwanzo kwamba hizi mali zinaelezwa zimeombewa mkopo benki, mkopo ambao imeonekana kabisa wazi ni forgery na kesi iko polisi na hawa watu wameshashtakiwa tayari. Kwa hiyo kisheria haitakiwi kuondoka kitu chochote maadamu kuna kesi ya jinai. Hivi ni vidhibiti. Kwa kama hivi ni vidhibiti havitakiwi kuondoka kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi hatufanyi mambo kihuni. Tutafanya mambo kwa kufuata utaratibu. Tumewasiliana na mamlaka zinazohusika. Japo wenzetu walikuja kwa nguvu kutaka kutumia ubabe, sisi tukamwambia hatutumii ubabe, hatutumii uhuni kama ambavyo wao wanafanya. Kwa hiyo sisi tumewasiliana na mamlaka zinazohusika na sheria itafuata mkondo wake na utaratibu utafuatwa na hakuna madhara ambayo yatatokezea. Bado tunaendelea kufuatilia undani wa taarifa hii. Mimi ni Regina Baltazari.